Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunakuletea moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa wewe ni mgeni, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Taarifa ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari ni za kutisha, lakini ni za furaha mbwito na shamra za kila aina kwa Watanzania wote. Hatimaye makamu wa rais katika taifa letu la Tanzania, Emmanuel Nchimbi, amejiuzulu mara moja. Hii leo tulipoamuka tukaanza shughuli za siku tukiwa salama salimini, lakini tukaona barua ikiendelea kusambazwa katika mitandao ya kijamii. Naomba kuisoma, ambayo ni ya kujiuzulu kwa makamu wa rais hapa Tanzania, Daktari Emmanuel Nchimbi. Taarifa kwa umma, naomba kuiweka kwa skrini ili ukaweze kuiona nikiisoma moja kwa moja. Leo tarehe 25 Agosti mwaka huu 2026, nimemwandikia barua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kumjulisha kuwa nimeamua kustaafu siasa na utumishi wa umma, hivyo nitajiuzulu nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia ibara ya 52 cha ikisomwa kwa pamoja na ibara ya 149(2) ya Katiba ya Tanzania kuanzia tarehe 4 mwezi wa Septemba, inamaanisha mwezi ujao wa 9 mwaka huu 2026. Tarehe 27 Agosti 2025, nimemwahidi Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa nitamsaidia yeye na nchi yetu kwa uwezo wangu wote na kwa uaminifu. Pia nilimhakikishia kuwa siku yoyote akiona anahitaji makamu mwingine wa rais nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa Mheshimiwa Rais anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu ya kipekee. Nimeshukuru Mheshimiwa Rais wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa imani yao kwangu. Natumia nafasi hii pia kuwashukuru Watanzania wote kwa ushirikiano mkubwa mlionipa wakati wote niliokuwa katika utumishi wa umma. Nitawahakikishia kuwa nitaendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi akaandika hiyo barua, akatia sahihi, akaandika hapo chini akasema makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe za leo 25 Agosti mwaka huu wa 2026. Hatimaye, unajua rais ambaye yu mamlakani sasa hivi, Samia Suluhu Hassan, vile tunajua aliweza kujichagua yeye mwenyewe baada ya tume ya uchaguzi hapa Tanzania kumtangaza kwamba ameshinda uchaguzi wa kiti cha urais mwaka jana, wakati kilichosemekana ni uchaguzi lakini hakukuwa na uchaguzi mwingine ambao uliweza kufanyika. Akatoa amri kwa tume ya uchaguzi ikaweze kumtangaza, nayo pia ikamtangaza kuwa rais ambaye amechaguliwa licha ya yeye kujichagua yeye mwenyewe akiwa na Emmanuel Nchimbi. Kisha baadaye, kile ambacho kiliweza kuleta mshtuko mkubwa hapa Tanzania ni wazi kwamba Samia Suluhu Hassan hakuruhusu Mtanzania wa kawaida, hata sisi ambao tunabeberusha matangazo haya ya habari hatukuruhusiwa, ila tu tuliona TPC kiruhusiwa kuhudhuria uapisho wake, lakini Mtanzania wa kawaida hakufika katika uapisho wake ambao ulifanyiwa katika uwanja wa kijeshi chini ya ulinzi mkubwa wa kijeshi, kumaanisha ya kwamba Samia Suluhu Hassan anaelewa na alikuwa anajua yeye amejichagua, licha ya kupanga mamikakati kuwekwa tosha kwamba kutakuwa na uchaguzi hapa Tanzania, lakini hakukuwa na uchaguzi. Ikumbukwe ya kwamba kiongozi wa chama cha Chadema hapa Tanzania, Mheshimiwa Tundu Lissu, aliweza kutiwa mbaroni, akawekewa kesi, akababikiziwa kesi ya uhaini hapa Tanzania, na kulingana na sheria za mwaka 1977 yeyote ambaye atapatikana na kesi ya uhaini ni kifo ama kunyongwa. Na kufikia sasa Tundu Lissu amekaa gerezani Ukonga zaidi ya mwaka moja sasa, zaidi ya siku 400
na upande wa jamhuri haukuwa na ushahidi wa kutosha kuhakikisha kwamba Tundu Lissu amenyongwa kulingana na sheria zile za zamani. Na katika hayo yote yakiendelea, Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais amesalimu amri mwenyewe, yaani kumaanisha ya kwamba haridhiki na uongozi wa Samia Suluhu Hassan, haridhiki na uongozi wa kiimla ambao unaendeshwa hapa Tanzania, na yeye amesalimu amri. Lakini ikumbukwe ya kwamba katika siku za hivi majuzi Emmanuel Nchimbi amekuwa akionekana akishambulia serikali ambayo anaihudumia. Amekuwa akisema ya kwamba penye tumefika kama Watanzania tunastahili kuwa na katiba mpya ambayo italeta mabadiliko makubwa. Na hata yeye mwenyewe alisikika akizungumza katika mkutano mmoja hapa Tanzania, akasema jambo la mwisho ambalo ataulizwa aweze kujibu kabla hata haage dunia ni kusema ya kwamba Tanzania imefika wakati inastahili kupata katiba mpya, jambo ambalo liliweza kuleta mshtuko mkubwa na kutikisa ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan. Akaona huyu ndiye msaliti. Ikumbuke ya kwamba kuna wandani wa kisiasa wa Samia Suluhu Hassan ambao wako katika bunge la kitaifa. Mmoja wao alisimama kule ambaye anatoka Zanzibar, akasema ya kwamba kuna baadhi ya wasaliti ambao wako serikalini, lakini alikuwa anamlenga sana huyu ambaye ni Emmanuel Nchimbi, lakini hatimaye amewaachia serikali yao waweze kuiendesha vile wanataka. Na kulikuwa na fununo hapo mapema kwamba huenda Samia Suluhu Hassan ataandika barua aseme ya kwamba Emmanuel Nchimbi amejiuzulu, lakini hatimaye kabla ya yeye kuamua na kutimiza ndoto zake za kumpambikizia huyu Emmanuel Nchimbi kwamba amejiuzulu, yeye mwenyewe amesalimu amri. Hii inamaanisha nini? Jambo la kwanza, wakati wa uchaguzi wa mwaka 2030 ambao utafanyika hapa Tanzania, tarajieni kumuona Emmanuel Nchimbi akiwa mmoja wa wale ambao watawania kiti cha urais hapa Tanzania. Ikumbukwe ya kwamba mara nyingi Emmanuel Nchimbi yeye amekuwa akikataa uongozi wa kiimla. Ndio maana anaendelea kutoa msisitizo kwamba tunataka katiba mpya, kumaanisha akiwa rais hapa Tanzania, ikiwa Watanzania watamkabidhi nafasi ya kuongoza kupitia uchaguzi ambao utafanywa ama utafanyika hapa Tanzania mwaka 2030, inamaanisha kwamba anaenda kuleta mabadiliko makubwa hapa Tanzania. Na kuna wengine ambao walikuwa wanasema ya kwamba Emmanuel Nchimbi alikuwa ametengwa na serikali ya Samia Suluhu Hassan mapema. Ikumbukwe ya kwamba Samia Suluhu Hassan alikuwa anamtumia aliyekuwa rais hapa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete kuanzisha baadhi ya miradi katika sehemu mbalimbali humu nchini, licha ya kusema ya kwamba yuko na makamu wa rais. Hakuwa anamtumia tu, alikuwa anatumia Jakaya Mrisho Kikwete, ndiye anaenda kuzindua miradi ya maendeleo hapa Tanzania. Na huyu ambaye ni waziri mkuu Mwigulu Nchemba, naye amekuwa akitumiwa mara nyingi kuzindua miradi ya serikali. Na Emmanuel Nchimbi alikuwa ametulia tu, amekuwa akiwa uongozini, lakini hakuwa anakabidhiwa nafasi ya kipekee kuhakikisha ya kwamba amezindua miradi ya maendeleo, kumaanisha ya kwamba alikuwa ametengwa ikilinganishwa na viongozi wengine serikalini, kwa sababu hakuwa anaunga mkono huyu Samia Suluhu Hassan ambaye yu mamlakani. Na sasa hivi hatuelewi, huenda Emmanuel Nchimbi atashirikiana na viongozi wa mrengo upinzani hasa kutoka chama kile cha Chadema kuhakikisha ya kwamba wamemuondoa ikulu huyu Samia Suluhu Hassan ambaye yu na uongozi wa ukatili, ambaye yu na uongozi wa kimla, ambaye yu na uongozi ambao ni wa familia yake. Ikumbuke ya kwamba vile uongozi unaendeshwa hapa Tanzania ni kama mali na familia ya mwenyewe ambaye ni Samia Suluhu Hassan. Ukiangalia kwa undani, ameweka mtoto wake katika baraza la mawaziri kama waziri msaidizi ama naibu waziri, ukipenda makamu waziri katika wizara ya elimu. Ameweka Wanu ni mtoto wake wa kike, ndiye anakaa katika baraza la mawaziri. Na yule ambaye amemuoa Mchengerwa ni waziri katika wizara ya afya hapa Tanzania. Kumaanisha na huyu ambaye ni Abdul, mtoto wake wa kiume, yeye anasemekana ya kwamba yeye ndiye anasimamia idara ya usalama hapa Tanzania, kumaanisha anaendesha shughuli za serikali kama mali na familia yake, jambo ambalo huenda Emmanuel Nchimbi hakuridhishwa nalo, akaamua kusalimu amri. Sasa amejiuzulu aendeshe siasa na serikali ya ukatili ya kiimla vile anataka, akitumia katiba ya mwaka 1977 humu nchini. Lakini huenda atashirikiana huyu Emmanuel Nchimbi
na viongozi wa upinzani kuhakikisha kwamba ameondolewa afisini. Tunaendelea kufuatilia mengi, tutarudi hapo baadaye kujulisha vile mambo yalivyo. Asanteni sana, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem wakati tunapoziweka katika mtandao wetu wa Tanzania ITV, na kwaheri.